Yesu Kristo. Wapendwa mapadri, karibuni tufanye tafakari kidogo ya siku yetu ya leo katika vipengele vitatu muhimu. Kipengele cha kwanza, ningetamani tunapokuwa katika hii wiki takatifu, wiki iliyobeba wokovu wetu, tumwone jinsi Yesu anavyopita katika njia ya kuishi wa wito wake, hasa wiki hii anavyoadhimisha wito aliokabidhiwa na Baba. Kwa hiyo tumwone kama shahidi wa kweli na mwaminifu katika wito ambao Mwenyezi Mungu alimjalia. Lakini pia kipengele cha pili, tuone kwa kifupi sana muhtasari wa barua ya maaskofu wa Katoliki Tanzania ya Kwaresma 2026. Na sisi tuangalie hapo kama kuna kitu kinachotugusa kwa namna ya pekee tukipokee. Lakini pia tuangalie katika sinodi yetu tumekuwa tukifundishwa kwa namna ya pekee kabisa mwaka huu, hasa kwenye seti ya 7 juu ya mada ya mahusiano na mawasiliano. Tuangalie hapo mahusiano na mawasiliano ya mapadri katika jitihada za kuishi wito wetu mtakatifu wa upadri yakoje? Ndugu zangu, tuanze. Akakifungua chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Luka 4:20-21. Baadaye wamestajabia maneno yake yaliyokuwa yamejaa neema, yaliyokuwa yanatoka kinywani mwake. Lakini mimi nimeguzwa kwa namna ya pekee na maneno haya, na watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Alipomaliza tu kutangaza ule ujumbe maalum ambao amepelekwa na Baba, anasema Mungu amenipaka mafuta kuwahubiria maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, waliosetwa kurudi nyumbani, na kutangaza mwaka wa Bwana. Alipomaliza hilo, akarudisha chuo, na watu wote kule kwenye sinagogi wakawa wanamkazia macho, si kwa kupenda kumlaumu au kukataa maneno aliyosema, lakini kwanza kabisa tendo hilo la kumkazia macho ni alama ya kukiri personality ya Kristo. Siyo mtu wa kawaida. Is a very special personality. Waliona kwamba mtu huyu si wa kawaida. Wote wakamkazia macho, macho yote yakaelekea kwake. Heshima kubwa sana, lakini pia kwa upande mwingine
Kwa Yesu alikuwa pia anashangaa sana, kwa nini? Ni kwa vile ni Mungu, lakini kama sisi unaogopa, yani watu wote wanakukazia macho wote, yani macho yaliyojawa na furaha, yaliyojawa na matumaini. Ni ishara ya appreciation, kukiri personality ya Yesu, jinsi alivyo wa pekee, special personality. Ni alama ya kukiri pia uzito na ukweli wa maneno aliyokuwa anawashirikisha. Maana hapo chini kidogo imeandikwa, wakastajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Maneno ya neema, kila alichokisema, yani walikiona kwamba kimetoka kwa Mungu, kilikuwa kimejawa na matumaini na kilikuwa kinaleta faraja ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo wakastajabia na kufurahia maneno ya neema yaliyotoka katika kinywa chake. Ni Yesu huyo, special personality. Sasa lakini pia hiyo huko kwa hawa watu katika sinagogi kumkazia macho wote unaonyesha pia kwamba yeye kweli walikuwa namkiri kwamba ujumbe aliokuwa anawashirikisha ni wa kweli, ni ujumbe wa kiwokovu, ingawaje hawawezi kuingia kwenye huo msamiati. Hapa tuko katika hali ya kupokea ujumbe wa wokovu, lakini ndio maana yake hiyo. Waliona kwamba there is a very special message which is being communicated to us, special message regarding our salvation. Walihisi hiyo katika mioyo yao. Sasa hapo wanakiri umungu wa Kristo, wakamkazia macho wote, wakana mwangalia, si yale ya kupenda kumtupia mawe kama tulivyoona wakati uliopita, tulivyosikia Jumapili. Hapana, hapa ni ya furaha. Anashirikisha mambo yanayoeleza juu ya uokovu wao, na ndani ya mioyo yao wanapata furaha, wanapata faraja, wanapata matumaini ya kiinjili au matumaini ya kipasaka kama wanatheolojia wanavyosema. Wapendwa ndugu zangu mapadri, tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukirimia zawadi hii ya upadi bila mastahili yetu, ni siku pia ya kujitathmini tena kwa undani jinsi ambavyo tunaendelea siku kwa siku kujiunganisha na Mungu, kujiunganisha na Yesu, kujiunganisha na kanisa ipasavyo, ili tuweze daima kuwa wapya, kuwa tumejawa na mambo yaliyojawa na uokovu. Yaani sisi ni vyombo kama Yesu pale wanapomkazia macho wote, wameona anachokitoa, anachokieleza, yale maneno yake amesema yamejaa neema. Yamejaa neema. Kwa hiyo ule mshangao, yale macho aliyokuwa anamkazia ni macho yanayoona ni kwa jinsi gani tu tutaweza kuishi huu ujumbe mtakatifu namna hii, huu ujumbe wa maana namna hii katika maisha yetu. Mara moja tu anapoongea umeleta faraja, umeleta kitulizo, unaleta furaha ya peke yake. Kumbe na sisi tunapomwona Yesu yuko katika hiyo hali ya upya, hali inayotakiwa katika kutangaza, katika kushirikisha ujumbe wa wokovu, tunarudi nyumbani tujiulize na sisi,
ni kwa namna gani katika safari yetu ya wito wa upadri, safari yetu ya utume wa upadri, tunavyojitahidi kuwa hai. Kwanza kabisa kuwa hai katika muungano wetu na Mungu, muungano wetu na Kristo, muungano wetu na kanisa, ili tunapotoka huko kwenye huo uhai, kwa namna hiyo tunapokuja kwa watu tunakuwa hai pia. Tunakuwa hai. Tusiwafanye watu wetu wawe hoi. Kuna wakati nilipokuwa nakwenda uchungaji kwenye parokia za namna hiyo, unakwenda ni saa 6, saa 7, mmetoka misa ya kwanza mnaenda ya pili. Kwa hiyo unakuta pale tunapokwenda kile kigango, watu wamekuja kumpokea askofu, wamekuja wako barabarani. Sasa wamekuja kumpokea askofu lakini wamelala. Sasa mimi nawauliza, hoi. Sema hai. Nasema nauliza hivi, hoi. Kwani ndio nyinyi? Nasema kule kwenye kile kigango sasa. Yaani wanampokea askofu. Sasa ningetarajia kwamba wangekuwa hai, wamebeba matawi, wanaimba, eti wamelala. Sasa nasema jamani, kigango hiki cha mtakatifu dada, hoi. Nasema hivi, hoi. Yaani ile hai yenyewe ni hoi. Ni hoi. Wanavyosema tu hoi. Nasema hivi, hoi. Ni hoi. Sasa hiyo hoi tusije tukashiriki na sisi, tukute kwamba ni sisi tunawafanya. Lazima tuwafanye watu wawe hai, kama yani hawa wa Yesu wote anamkazia macho kwa ule ujumbe walioupokea. Kumbe wapendwa, ni lazima tujitahidi, na ili tufikie hapo ni lazima pia kama tutakavyojifunza, tunavyomwona Yesu wiki hii alivyo hivyo, anavyojiunga na Baba hivyo, anavyojitahidi hivyo kuishi wito wake, ni kwa sababu ana muungano hai na Baba. Lively communion with the Father. Yani yuko hai katika mambo ya, yani katika wito wake anafahamu kwamba ni nini anapaswa kufanya na anafanya. Vivid communion, intimate communion with the Father. Sasa na sisi ili tuweze kufikia hapo ni lazima tujitahidi kupambana katika maisha yetu ya kila siku. Lively communion with God, with Jesus. Intimate communion with Jesus, with God, also with the church. Kwa sababu sisi ni mapadi wa kanisa. Bila kanisa sisi hatuna mahali wala hatuna wito. Tuko katika kanisa, ndio linatunza zawadi hii takatifu. Kwa hiyo ni lazima kujitahidi daima kuwa hai. Tuwe katika umoja hai na Mungu. Umoja hai, umoja wa pekee kabisa. Waingereza wanaita ni intimate communion with God, with Jesus, with heaven. Sasa tukiwa hivyo, tuna huo uhusiano wa kina na Mungu na Yesu na kanisa lake takatifu. Na hata tunapoingia kwenye utume sasa, tunaporudi kwa watu, tunakuta pia tuko moto, tuko hai. Tunapomwangalia Yesu katika wiki hii, anapita kwenda Yerusalemu kutimiza mapenzi ya Baba. Mnakumbuka katika ubatizo wake alipokea wito. Wataalamu wanatuambia Yesu amefahamu rasmi kwamba
yeye ndiye mkombozi wa wanadamu wote, ndiye atakayepata ukombozi, ndiye atakayeleta ukombozi wa binadamu wote. Ni mpango mtakatifu wa Baba, na atauleta kwa njia ya mateso ya msalaba, kifo juu ya msalaba. Sasa pale kwenye ubatizo ndipo alipopokea wito huo rasmi, alipokuwa ametoka kubatizwa pale, na sasa amepiga magoti anasali, njiwa akaja, ni ishara ya Roho Mtakatifu. Na hapo kwa kadiri ya teolojia, kwa kadiri ya Biblia, ndipo Baba anapompaka mafuta. Roho Mtakatifu pia katika lugha ya kanisa, katika lugha ya mababa, anaitwa ni mafuta ya Mungu. Baba anampaka mafuta, yani Baba anampa Roho Mtakatifu sasa ili aanze kazi yake. Na ndio tunaona kwamba mara moja baada ya kupakwa mafuta anasimama, anakuwa very charismatic, amejawa na uhai. Charismatic, unajua tunaposema watu ni charismatic, msije mkaende tu kwenye charismatic ya watu ambao wanarukaruka, wanaoimba usiku, wanaoombea. To be charismatic is to be lively, kuwa na uhai wa kimungu. Kama Yesu pale baada ya kupakwa mafuta na Baba anakuwa na uchangamfu wa pekee, anasema Baba amenipaka mafuta kwenda kuwahubiria maskini habari njema, kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na mateka kurudi nyumbani kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana. Mwaka wa Bwana manake ni kipindi cha wokovu. Mungu ameingia kazini, na ndiye sasa anakamata mamlaka, sio shetani tena. Mamlaka ni ya Mungu. Mwaka wa Mungu umeanza. Mwaka wa kanisa ni mwaka wa Mungu ambao ni wa umilele kwa kweli. Ameingia sasa, mfahamu hilo, si kipindi cha usingizi. Anawaambia wale watu mfahamu, mwaka wa Mungu umeanza. Mungu anataka kuchukua mamlaka yake, anataka kuchukua watu wake ili awape wokovu. Sasa pale anakuja kwa uchangamfu, charismatic, very charismatic life, very charismatic joy, na anataka ule ujumbe uingie katika mioyo ya watu. Nimetumwa, nimepakwa mafuta. Unapokuwa na Roho Mtakatifu unakuwa na nguvu za pekee. Sasa ukishapakwa mafuta, ukishapewa Roho Mtakatifu, anakuwa na ujasiri wa kutangaza habari njema. Kwanza kutangaza habari njema kwa maskini, kutangaza habari njema kwa wafungwa, kutangaza habari njema kwa waliokuwa na vipofu, kutangaza habari njema kwa mateka, wafunguliwe warudi kwao wakamwabudu Mungu wao. Lakini kutangaza habari njema ya mwaka wa Bwana, kuanza kwa kipindi cha Bwana. Mwenyezi Mungu karibu achukue mamlaka yake, hawakamate watu wake, ni wake, mtu asiwaguze. Sasa pale alionyesha uchangamfu wa kipekee kabisa katika utume wake. Uchangamfu wa kipekee, charismatic, ni charismatic joy, charismatic readiness katika kutimiza mapenzi ya Baba, katika kutimiza mpango wa Baba. Kumbe ndugu zangu, katika kipindi hiki sasa cha wiki takatifu, anapopita hivyo, huu ujasiri aliyokuwa nao wakati Baba alipompaka mafuta, uko pamoja naye, yuko hai kikamilifu kabisa na Baba. Tunamwona anapopita, anatushangaza jinsi alivyo na uhai wa kimungu. Tunatambua mara moja kwamba kwa kweli kinachomsaidia Yesu aweze kupita wiki hii kwa uaminifu mkubwa namna hiyo, kwa ujasiri mkubwa namna hiyo, ni kwa sababu ya mambo manne makubwa. Kwa sababu ya sala. Yesu ni mtu wa sala, anajiunganisha na Baba wakati wote, usiku na mchana.
anajiunganisha na Yesu wakati wote, usiku na mchana, yuko katika sala. Lakini pia Yesu amejawa na imani ya pekee, ana imani ya pekee na Mungu, imani ya Abrahamu, imani ya Abrahamu ambayo haina wasiwasi, liwe liwalo. Yeye anasema Mungu hawezi kukosea, haiwezekani. Kwa hiyo ni imani ya Abrahamu, maana Abrahamu ni baba wa imani ya watu wote wa Mungu, na Yesu yuko ndani. Imani ya Abrahamu, ana imani ya dhati na Mungu kwamba Mungu hawezi kumwacha. Hata anapolia, baba yangu, mbona umeniacha? Ni namna ya kibinadamu tu anapokuwa kwenye mateso, na hapo ndipo kweli tunaona Yesu ni Mungu. Lakini kwa ndani bado is deeply convinced God is with him, because it is impossible for God to leave him. Yani ile namna ya kibinadamu, na hapo pia inaonyesha kweli Yesu ni Mungu, analia. Yesu ni binadamu, Yesu ni Mungu na mtu kweli, analia kama binadamu, baba yangu, mbona umeniacha? Lakini kwa ndani bado, hata kule kwenye bustani ya Getsemani anapolia, baba yangu, kama ikiwezekana kikombe hiki kinipite, lakini si kwa mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Yeye anajua kwamba pamoja na kwamba mateso hayo ni makali, lakini hata acha kutimiza mpango wa Baba. Ana imani ya dhati kwa Mungu, hatoki hapo. Amesema kwa maandiko matakatifu, ametuambia juzi Jumapili, na tutasikia tena wiki hii katika mateso yake, amekaza uso wake kama gumegume kuelekea Yerusalemu. Yerusalemu anaenda fanya nini? Kutimiza mapenzi ya Baba. Gumegume ni msamiati wa Kiebrania, maana yake ni jiwe gumu sana huko mtoni. Piga nyundo 10, unapoteza muda, unaanza kutoka jasho, lakini jiwe liko pale pale tu, ni jiwe gumu. Alikaza uso wake kama gumegume kwenda Yerusalemu kutimiza mpango wa Baba. Lakini pia tunamwona kwamba ana unyenyekevu na utii wa ajabu anapopita wiki hii kutimiza mpango wa Baba. Yaani anateseka kama mwanadamu, lakini anaonyesha utii na unyenyekevu wa ajabu wa kuwa mwaminifu katika mpango mtakatifu wa Mungu. Kumbuka pale alipokuwa na njaa kali, alipokuwa anaongea na yule mwanamke Msamaria, alikuwa peke yake pale. Wanafunzi walikuwa wameenda sokoni kununua chakula huko, wakarudi, akamwambia karibu chakula. Akasema, chakula changu ni kufanya nini? Kufanya nini? Nanyi mapali wapi ya mjini? Kufanya nini? Kwenye Biblia kitabu gani? Kitabu gani? Yohana. Sura ngapi? Sura ya mstari wa 34. Walau mmepata, ongereni mapali wapya, walau mnijitahidi. Wanahitaji makofi. Wao ndio wamebeba mafuta leo, yale atakayokuwa mafuta matakatifu. Haya ndiyo matumaini ya kanisa haya. Sasa Yesu anasema pale kwenye Injili ya Mtakatifu Yohani sura ya 4 mstari wa 34, chakula changu ni kuyatimiza mapenzi ya Baba. Sasa wanafunzi wake walikuwa wanafikiria angefurahia sana walipomkaribisha chakula, aseme, yaani nilikuwa nangojea njaa kweli. Hakuna, nendeni mkale huko. Chakula changu ni kuyatimiza mapenzi ya Baba. Unyenyekevu, udogo, uvumilivu wa ajabu hata katika njia ili mapenzi ya Baba yatimizwe. Lakini pia fadhila nyingine ya 4 tunaiona kwa Yesu anapopita kipindi hiki kwenda Yerusalemu kutimiza mpango wa Baba.
ambapo pia na sisi tunaalikwa tuingie hapo, ni uaminifu wake kwa Baba, uaminifu kamili katika kutimiza mapenzi ya Mungu, katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Wapendwa mapadi, hizo fadhila za Yesu tunazoziona wiki hii, ninawaomba sana na sisi tuingie hapo. Yesu ni mtu wa sala. Wapendwa mapadi wangu, tusipokuwa watu wa sala katika maana halisi, hatuwezi uitwa upadi. Uhai katika wito wa upadi unakuwa mgumu sana. Sala kwa mfano wa Yesu, kusali daima, anasali usiku na mchana, lakini pia haendi kwenye wito kabla hajasali. Anatoka kusali, anaenda kwenye utume, anarudi kwenye utume, anarudi kwenye sala, anatoka kwenye sala, anakwenda kwenye utume, anarudi tena kutoka kwenye utume, anarudi kwenye sala. Utume wa Yesu umetawaliwa na hali hiyo. From prayer to apostolate, from apostolate to prayer, from prayer to apostolate, apostolate to prayer. Ndiyo maisha ya Yesu. Sasa anapokuwa kule kwenye sala, ndipo anapopata maono. Ndipo anapopata maono. Baba anataka afanye nini? Anapata nguvu. Anapata nguvu. Anapewa mbinu. Anapewa mbinu. Anapewa mbinu. Yaani mnajua utume, nyinyi mapadi tunafahamu, kila parukia, kila kigango kina namna yake. Lazima ukiendee kwa mbinu zake, ukiendee kwa namna yake. Unapoendea pale parukiani, sio namna ya kuendea huko kwenye vigango. Sasa pale wanapokuwa kwenye sala, anapata mwanga wa ile eneo analoliendea, anapata nguvu, anapata mbinu, halafu ujasiri wa kichungaji, anaondoka. Sasa na ndivyo ilivyo mpaka leo. Ni lazima mapadi tupende sala, hasa nyakati zetu hizi, modernity. Na sisi mapadi tuko kwenye ulimwengu wa usasa, hatuwezi kujiondoa huko. Tuko kwenye dunia, ulimwengu wa namna hiyo, na sisi tuko katikati. Na hapo ndipo wito wetu unakuwa mgumu. Yesu anasema, mimi siwaondoi duniani. Siwaondoi duniani, nawaombea. Sisi tuko duniani, lakini si wa dunia hii. Sasa hapo ndipo ilipo kazi. Huu sasa unakuja na sisi tuko ndani kabisa. We cannot go out of it. Sisi sio kisiwa tutoke tuseme sisi mapadi huku sio kwetu. Ni kwetu. Hapo ndipo inapohitaji nguvu ya ziada. Ni mapadi vijana masikie, mmepata upadi. Yaani mmepata upadi kwenye kipindi kizuri sana na kigumu. Ni lazima mchangamke, mvae buti. Msichafue upadi wa Yesu, mtapata viboko. Sasa yani tukiwa kwenye hali ya namna hiyo, ni lazima, ninawaomba, hata mwaka huu tunaoanza leo wa upadi, tunaanza kuishi hivyo, tutaona mambo ya ajabu tu. Lakini hata uwe mgumu namna gani, kuweko na mambo ya ajabu namna gani, kama tukiwa tunajiunga na Mungu kwamba hapo ndipo tunapoanzia, ndipo tunapoomba nguvu za utume wetu, tunapoomba mwanga, tunapoomba mbinu, ujasiri, hatuwezi kushindwa, kwa sababu Mungu ndiye amekamata hata ulimwengu wa namna hiyo. Atatupa ujasiri, atatupa mbinu za kiinjili za kuweza kupita taratibu tu, na pia tunatoa ushuhuda wa ufalme wa Mungu tukiwa huku duniani. Niwaombe sana tuheshimu sala. Sala ni lishe
ya kwanza sahihi yenye nguvu kuliko nguvu nyingine zote tunazozipata katika siku. Ni lazima tuipende sala sana, tuiabudu sala. It is so precious, so important that if we put it aside, we are in danger, great danger. Wapendwa mapadi, hasa nyinyi mapadi wangu vijana, tusifikiri mkiingia kwenye ulimwengu wa sasa hivi na hii modernity ilivyo hivyo tu, kwa hiyo tukaenda hivyo tu tutaweza kufanikiwa. Haiwezekani. Lazima kuwa watu wa sala. Tujikite katika sala kwa uaminifu kamili. Tuwe na mpango mzuri wa sala na uaminifu katika sala. Sala ina vishawishi vingi. Vishawishi vingi sana. Wakati mwingine tunapoanza kusali, tunapokea simu. Tunapoanza kusali, wageni. Tunapoanza kusali, usingizi. Hata hivyo, hiyo saa iwepo tu, tupambane na hivyo vishawishi, tupambane na hayo mambo yatakayoingia wakati ule. Lakini kama haipo katika utaratibu wetu, ni hatari kubwa zaidi. Tuweke sala katika utaratibu wetu, katika mpango wetu wa siku. Sala kuanzia na askofu na kwa kila padri na nyinyi watawa ni ya kwanza. Kwa vingine hatupiti. It doesn't matter who you are. You are a bishop, you are a priest, you are religious, you are a seminarian, you are a sister. It doesn't matter. We have to respect prayer. So katika extent hata kusema kuiabudu sala, maana ni takatifu mno, tukiacha twafa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa huo ndio msaada wa kwanza, ndio neema na baraka ya kwanza inamfanya Yesu anapita wiki hii. Ni sala. Amejiunganisha na Baba kikamilifu, atoki pale. Anajua Baba ana nguvu Bwana. Haiwezekani. Kwa hiyo sala, wapendwa. Nguvu ya pili ni imani. Nimesema alikuwa na imani ya Abrahamu. Abrahamu ana imani. Anaambiwa mchukue yule mtoto aliyekuwa anampenda hivyo. Mungu anamtaka. Mungu anamwambia mchukue Isaka ukamtolee sadaka. Anamchukua. Tena sasa waandishi wanasema alipomchukua hivi alimuuliza mke wake, angemuuliza Sara kungekuwako na mapambano makubwa sana kule nyumbani. Sasa jinsi wa mama wanavyopenda watoto, yani kama Abrahamu angependa mwambie namchukua Isaka anaenda chinjwa. Kilio cha mama kule nyumbani kilipamba moto. Wengine wanasema alimficha Sara, akaenda tu, ni mwanamume anakata mbuga kutimiza mapenzi ya Mungu. Namuona Abrahamu ana imani. Toka katika nyumba ya baba yako na watu wako, na toka katika nchi yako na nyumba ya baba yako na watu wako, uende katika nchi nitakayokueleza. Sasa naye anachukua mfuko, anaondoka wapi? Hana habari. Mpaka anakwenda tu anakwambia simama ni hapo. Ni imani ya pekee sana na ni ya kuiga. Tunaweza kusema katika ulimwengu wa sasa ni ya kijinga, lakini hiyo imani sasa inayotupa wokovu. Imani ya Yesu ni ya Abrahamu. Ana imani, anamwamini Mungu hata wakati ambapo anaona hapa hali ni mbaya kabisa, niweke mambo pembeni, anazidi kuamini. Imani ya Yesu ni yetu, ni ya kanisa. Imani ya Yesu ndio imani ya kanisa. Imani ya Yesu ndio imani yetu sisi mapadi na Wakristo wote wabatizwa. Ndio imani yetu. Ni lazima tuwe na imani ya Yesu, maana sisi Yesu ndiye njia, ukweli na uzima, na tumebatizwa na tukashirikishwa katika maisha yake na utume wake. Sasa mwaliko huo tutarudi tuone ni kwa nini Yesu amekuwa na nguvu hivi. Wale watu ambao walikuwa wanashangaa, sasa ni mtu wa namna hiyo, basi mtu wa imani kwa Mungu, mtu wa imani, unyenyekevu na utii wa ajabu. Unyenyekevu na utii wa ajabu kwa mpango wa Mungu. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. I am nothing,
but the will of the Father must be fulfilled. I am nothing before God. Amejishusha kabisa, yeye ni takataka ili Mungu apate sifa na utukufu. Ingawaje alikuwa Mungu, akaona kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, alikubali kutwaa ubinadamu. Ni mapenzi ya Mungu kwamba utaukomboa ulimwengu na wanadamu kwa njia ya mateso ya msalaba na kifo. Yuko hapa nyenyekevu wa ajabu hata katika mateso na uaminifu kamili. Sasa sisi mapadri, na nyinyi mnisikilize vizuri, naomba mnisikilize, acheni kulala hapo. Yaani hizo fadhila za Yesu: sala, imani, unyenyekevu na utii, na uaminifu kamili katika kutimiza mapenzi ya Baba. Uaminifu kamili. Najua sisi wakati mwingine tunacheza na utume tumekabidhiwa majukumu makubwa kwenye upadi majukumu, mafedha mengi, mamilioni ya kujenga kanisa. Tukakabidhiwa na Yesu huko kanisani, tukakabidhiwa na watu, tukakabidhiwa mapadi. Mko matajiri wewe. Ukienda pale Useri, wale watu wote ni wa baba paroko, kaparoko, kamedeusi. Wale watu wote ukikaa pale Useri ukiangalia kule, ni yeye amewaambia wakamate wabebe huko mkononi, ni wewe. Sasa wewe unafikiri mtu wa kawaida katika hali ya ubinadamu, lakini majukumu haya makubwa namna hiyo ya kukabidhiwa watu wa Mungu, kukabidhiwa kanisa, kukabidhiwa mali ya kanisa, uitunze kwa jina la Kristo, kwa jina la Mungu, yanadai uaminifu kamili. Uaminifu kamili, kwa sababu hatuna chochote. Tulipokuwa padi tumekuwa takataka, tulijiachia kwa Mungu na kwa kanisa lake. Hatuna chochote. Tusijidanganye, kuna chochote wewe ni mali ya Mungu na kanisa lake. Kwa hiyo ni lazima tutunze mali yote ya kanisa, kuanzia wale watu wa Mungu, kutunza na tabernakulo, kutunza na kanisa, kutunza na mafedha ya kanisa, kutunza na nyumba za kanisa na magari ya kanisa na mahindi ya kanisa. Mahindi ya kanisa na maharagi ya kanisa usichukue ukasema ni maharagi tu. Nani amekupa? Ni ya kanisa. You don't have anything there. Wewe ni mtumishi usio na faida. Hii naomba iwe wazi. Tunajishika mno na hii mali ya kanisa, si ya kwetu. Hatuna kitu. Tulikuwa takataka pale tulipokuwa mapadi. Nani alituambia tu mapadi? Kuna alama nyingi mno za mahangaiko ya upungufu. Mapungufu. Tunaguza. Unaguza nini? You are not supposed to touch. It belongs to the church, it belongs to the Lord, it belongs to God. It is for God. Don't touch. Hata kidogo baba askofu, don't touch. Sasa hapa kuna kazi, hasa katika ulimwengu tunaoishi, kwa sababu tumefikia mahali tunaona kwamba hakuna kitu. Ndio maisha kwa vipi? Hatuna chochote. Sisi ni wahudumu, ni watumishi, ni watunzi tu. Tunatunza, tumekabidhiwa tulinde, tutunze, kwisha. Kitunza kwa uaminifu utapata tuzo kama mimi. Sasa ningeomba mapadi wangu, hili katika ulimwengu tunaoishi, kuanzia na katika jimbo letu na nyinyi hata wa mashirika mengine, hakuna mahali ambapo kuna ukamilifu. Kuna mahangaiko ya ajabu katika kanisa, mapungufu ya uaminifu kamili katika mali tuliyokabidhiwa ya Mungu, ya Kristo, ya kanisa lake takatifu. Yesu hapa amepata 100%. Yesu ni mtu wa sala, ni mtu wa imani ya Abrahamu,
Ni mtu mwenye aliyebeba utii na unyenyekevu wa ajabu katika mapito yake na uaminifu kamili katika kuhakikisha mpango wa Mungu unatimizwa. Wanamfungia njia huko njiani, sijui asipite Samaria, anaigeuza. Sema amekaza uso wake kama gume kuelekea Yerusalemu. Hakuna atakayemrudisha, lazima tu afike atimize mapenzi ya Baba. Na sasa Baba akishaona mtu namna hiyo, anamjaza Roho Mtakatifu, anampa Roho Mtakatifu, anakata mbuga kwa jina la Mungu. Kwa hiyo Yesu amefika au hakufika? Amefika. Akafufuka au hakufufuka? Akafufuka. Akapaa mbinguni. Amepaa mbinguni au hakupaa? Akapaa mbinguni, mkono wa kuume wa Baba. Mkono wa kuume wa Baba kwa kadiri ya maandiko matakatifu ndio mahali pazuri zaidi kuliko mahali popote mbinguni. Yuko mkono wa kuume wa Baba, aonje utakatifu na uzuri wa Baba. Amemaliza vizuri. Sasa ndugu zangu, na sisi ninawaomba tunapopita katika wiki hii takatifu iliyobeba wokovu wetu, tuone wokovu is not a cheap grace, it's not a cheap gift. Wokovu unadai, na sisi pia kuupata unadai sana. Sasa kuna watu ambao wanasema hapa nijibanishe hapa, yani nisiende mnu, hata Yesu hakufanya hivi. Sasa wewe angalia ni wapi hata Yesu hakufanya hivyo. Wewe jibembeleze tu, kufanya mambo yako huko, fanya. Sasa ndugu zangu, mimi ningeomba sana tunapopita wiki hii tuitafakari haya fadhila kuu zinazomfanya Yesu anapita kutimiza mpango wa Baba. Kwa maneno mengine, kuishi wito wake, Mungu alivyopenda. Ni fadhila gani zimemsaidia akapita kiaminifu hivyo? Sala, imani isiyokuwa na makando, unyenyekevu na utii wa ajabu na uaminifu kamili. Ni afadhali mimi niwe chochote lakini Baba atukuzwe. Sisi tukishaka kufanya kanisani, tufanye kila kitu kinachowezekana, tuishi wito wetu kikamilifu, na hapo tutapokea baraka za ajabu, zawadi za ajabu na heshima za ajabu ambazo hatustahili. Lakini kwa vile watu wanaona sisi ni alama za mbingu huko duniani, sasa tukishaanza kuchanganya alama za mbingu, alama za duniani, alama za mbingu, alama za duniani, unawachanganya watu na wewe. Lazima tung'ae, sisi ni alama za mbingu. Mapadi ni alama za mbingu huku duniani. Watawa ni alama za mbingu huku duniani. Watu wakituona wafurahi, waanze kumwaza Mungu, wamwaze Yesu, wamwaze Roho Mtakatifu, wawaze mbingu, wawaze umilele. Maana tunaishi huku maisha ya mbinguni. Maisha yetu tumechukua zile tunahitaji. Kuna hizo karama za mbingu hizo. Unakuta maisha ya mbinguni huko wanayoishi malaika, na sisi ndio tunaishi huku duniani tunayajaribu. Kwa hiyo sasa zile alama zinaonekana huku. Hawa mapadi wanaishi ni maskini, hawana kitu, wanaishi kama wana wa Mungu mbinguni. Hawa watawa wanaishi huku duniani hawana kitu. Hawa wanaishi huku hawaoi kabisa, ni kama malaika. Ndiyo, hawa hawana mamlaka, yani wanamtii tu Mungu, wanalitii tu kanisa, wanatii tu wakubwa wao. Ndiyo, kumbe kweli hizi ni alama za Mungu huku duniani, wanaishi kama malaika. Kwa hiyo sisi ni alama za mbingu huku duniani, na tuwe alama za mbingu ili tuwavute na watu tunaowahudumia wawe alama za mbingu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunaenda lingine. Tunaenda kipengele cha pili. Amechoka? Bado.
Wapendwa ndugu zangu, katika wiki hii ningependa pia tuangalie ile barua ya mababa kidogo tu. Mababa wametupa hii barua wakati wa Kwaresma. Ndugu, msichoke kutenda mema. Wakolosai 2, Wathesaloniki 2, ni barua ya pili ya Wathesaloniki sura ya 3 mstari wa 13. Ndugu, msichoke kutenda mema. Wapendwa mapadi, wakati wote na mahali popote tulipo tunaalikwa na sisi, hasa sisi waamini. Naomba mnisamehe, na watawa waamini wale, naomba mnisamehe, nitarudi hapo kwenu mwishoni. Lakini leo kanisa linaomba askofu jimbo awahubirie mapadi wake. Lakini tunawashukuru sana kwamba mmefika kuja kutuombea, maana tuko pamoja katika utume. Mnatuombea sana na mnatutunza sana. Asanteni sana watawa wa kiume na wa kike, lakini asanteni sana pia wale. Lakini sasa mtanisamehe kidogo kwa sababu leo kanisa linaomba askofu jimbo aongee na mapadi wake. Tusichoke kutenda mema. Wapendwa mapadi wangu, niombe mahali popote tulipo tusichoke kutenda mema. Mahali popote, katika hali yoyote, mahali popote, katika hali yoyote, tusichoke kutenda mema. Tutende mema, tutende mema daima, na tujifunze kutenda mema daima. Mimi ningeenda zaidi. Nabii Isaya anasema, anaenda mbele kidogo, acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema. Mimi naipenda sana hiyo, jifunzeni kutenda mema, jifunzeni kutenda mema. Kwa maneno mengine, tuingie kwenye shule ya kujifunza kutenda mema. Napenda sana msemo huu au kipengele hiki cha nabii Isaya ambacho kinaendana pia na barua ya maaskofu. Yaani tuingie kwenye shule ya kujifunza kutenda mema kila siku. Tusialike kwa namna yoyote, tusialike kwa namna yoyote kishawishi cha kutenda ubaya wa aina yoyote. Tutende mema, tutende mema wakati unaowezekana na usiowezekana. Tutende mema, tudumu daima katika shule ya kutenda mema, shule ya kutenda mema, kwa sababu kama ni shule ni kujifunza. Kila siku unagundua mambo mapya kuhusu kutenda mema. Ni shule ya Yesu, ni shule ya Mungu kutenda mema. Mungu ndiye aliye mwema na sisi tunajaribu. Sasa kama tunakuwa kwenye shule yake, tunajifunza siku kwa siku. Nabii sana anasema jifunzeni kutenda mema. Tujifunze kutenda mema, tusichoke kutenda mema. Sasa mapadi wapendwa, na sisi tunakutana na vishawishi vingi, tunakutana na watu wengi huko tunaowahudumia, sio hawafanani kama sisi. Wanatupinga, wanakasirika, hawataki kufuata yale wanaoambiwa. Hata hivyo tuwatulize, tuwaelekeze vizuri na tuendelee kuwatendea mema. Tutende mema wakati unaowezekana na usiowezekana. Na sisi mapadi tusipokuwa hivyo, ni nani atatenda wema wa namna hiyo? Pale ambapo watu wanakutukana, wanakuambia hata hatuoni sababu ya utume wako hapa, kwa sababu umewaambia sakramenti ya maungamo ni muhimu. Hakuna namna yoyote ambapo tunaweza kuiacha sakramenti, maana wote tuko wakosefu. Mpokee sakramenti ya kitubio, msipokee Ekaristi bila matayarisho. Sasa hapo anamkasirikia padi. Tumeshaachana na hilo zoezi kitambo. Yaani kwenda kuwaungamia mapadi tunakula nao meza moja, mapadi na. Kwa nini sasa wanamchukia padi, anafundisha ukweli wa kanisa. Hata hivyo mapadi wapendwa, tuendelee kutenda mema kwao ili waone muujiza kwao. Waseme mbona sasa namchukia hivi, lakini tu anaendelea kunifuatafuata. Ananifuatafuata nini? Na kufuatafuata kwa sababu we ni kondoo wangu. Nitakuachia nani? Wewe ni wangu. Askofu amekuweka mikononi mwangu.
na Kristo amekweka mikononi mwangu, nitakuachana. Hatuwezi kumwacha hata mmoja, hata mmoja. Tusimwache. Hata wachawi, hata walevi ni wa kwetu. Kwa hiyo tujifunze kutenda mema. Tena sasa tunaporudi sasa nyumbani pale, turudi pale nyumbani. Parokia gani? Seminari. Tujifunze kutenda mema hata pale seminarini. Yaani wakati mwingine unachukua, unaona kwamba ni wakati wa kula. Sasa unachukua, yani unachukua lile kikombe la maji unawekea mapadi wote. Si unajua mapadi wote wanakunywa maji. Tenda mema. Mpaka anze kunyosha mkono hivi, na wewe uko pale unafanya nini? Tenda wema, zunguka, wekee maji. Alafu matunda yako pale, simama tena. Baba padi, tunda kidogo baba. Hapana, sitaki matunda baba. Mbona wanasema, madaktari wanasema linasaidia kuondoa afya baba. Kuondoa maumivu baba. Kula hata hapo kidogo. Yaani hata unavyoongea tu, unavyobembeleza anakula. Tenda wema. Tenda wema. Tuingie kwenye shule ya kutenda wema. Tujifunze na mbinu za kutenda wema. Kutenda wema daima. Ndio maana ya kuwa shuleni. Sasa sisi tusipokuingia hapo, ni nani tena? Mapadi pale nyumbani. Mutendeane mema. Yani mapadi msalimiane asubuhi. Baba, tumsifie Yesu Kristo. Habari zako baba? Leo unakwenda wapi? Utume wa leo ukoje? Yani ni kutendea mema tu hapo. Yani tutende mema. Tutende mema. Na wanasema mema tunayoyatenda yatatembea nasi. Meshaona mema tunayoyatenda in a very mysterious way. Mema tunayoyatenda sana yanatufuata mapadi in a very mysterious manner. Tunakutana na zawadi za ajabu, upendeleo wa ajabu. Wengine hata huwezi kufahamu ni kwa nini. Ni mema ambayo umeshayatenda mno. Unaamka usiku saa 8 kumpeleka mama anayekwenda kujifungua. Hangejifungua vizuri kama sio wewe. Hangejifungua vizuri kama wewe. Kuwapa watu chakula ambao sasa kiko huko store, unaona kwa nini kiwa hapa? Unawagawia wale ule mtaa ambao una chakula, unaogawia nguo, unakwenda hospitalini wakati ambapo hata mvua inanyesha kabisa, kwenda kuwapa wagonjwa pole, kuwapelekea Ekaristi Takatifu, kuwaungamisha. Mema ya namna hiyo, miujiza, mysterious gifts, mysterious blessings. Even at times we cannot know what are the source. What is the source of these gifts? Ni wema wako wa ajabu, kujitoza kwako kwa ajabu. Kwa hiyo tenda mema. Mema tunayoyafanya yatatufuata tu. Kwa hiyo tusiogope kutenda mema. Tusichoke kutenda mema. Yatatufuata. Wanasema mpaka kaburini, mpaka mbinguni yatatufuata. Kwa hiyo nawaomba tutende mema. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, tuingie kwenye kipengele kingine. Mahusiano na mawasiliano. Mapadi, ndugu zangu, mapadi wapendwa wangu, tunafahamu katika sinodi yetu ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi, seti ya 7, tumefundishwa kwa undani sana juu ya mahusiano na mawasiliano. Nimefurahi sana, mimi nimeguzwa sana. Ingawaje nilikuwa nafahamu mahusiano na mawasiliano ni nini, kweli nimeguzwa sana na wale waliotupa mada, na jinsi ilivyochangiwa, na jinsi ilivyo na utajiri, na jinsi tulivyo na mapungufu mengi katika mada hizi, mahusiano na mawasiliano. Sasa tumefundishwa kwa undani juu ya mambo. Ombi langu kwenu sisi mapadi ni hili: tuendelee kujitahidi katika kuwa na mahusiano na mawasiliano mema kati yetu sisi mapadri. Maana watu watakimbilia wapi kama sisi hatuna mahusiano mema na mawasiliano mema pale parukiani, pale kwenye vikarieti, katika jimbo letu la Moshi? Tutafanyaje maendeleo bila hayo mahusiano?
Mahusiano wametuambia wale wataalamu wa manza, yani kwa namna ya nani tu, yani nyepesi tu, lakini hiyo kweli nasema mahusiano na mawasiliano ya kiutu. Yanaanzia hapo. Mahusiano na mawasiliano ya kiutu, mahusiano na mawasiliano ya kindugu, wakapanda. Mahusiano na mawasiliano ya wana wa Mungu, wakapanda. Mahusiano na mawasiliano ya kiinjili, wakapanda. Sio wanapanda, sio wanateremka, wanapanda. Yani mahusiano yanapanda kwa natija zaidi ili watu waingize pale kwetu. Mahusiano na mawasiliano ya kipadri, na mimi niko hapo sasa. Sasa haya mahusiano na mawasiliano ya kipadri ni yana mjengo. Hayawezi kuanzia hapa tu kama tulivyo sisi ni mapadi yakawa mahusiano tu ya kipadri. Yatapata wapi msingi? Baba Lebulo ametufundisha sana juu ya wito wa utu. Wito wa kuwa utu. Wito wetu wa kwanza amesema ni kuwa utu. Kuwa na utu. Mungu ametumba kwa mfano na sura ya Mungu. Sisi kwa tunafikiri kwamba wito wa kwanza ni kuwa wa Kristo. Baba ametufundisha, na mimi sikuwa nafahamu hiyo. Nilikuwa nafikiri wito wetu wa kwanza ni huo wa kuwa ndugu, wa kuwa watoto wa Mungu, na amesema wito wetu wa kwanza ni wito wa utu. Kutambua utu, kuheshimu utu. Wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ni chombo cha Mungu, unajiheshimu. Lakini unapoishi na mwenzako, ujue pale kwamba kuna thamani ya pekee, kuna kitu cha Mungu hapo pembeni kwako. Utu. Tuishi wito wa utu, yani kutunza utu, kuheshimu utu watu wengine na kuutunza. Halafu ndio unakuja mahusiano ya kindugu. Sasa kama tunaishi hapa, tuseme kwa mfano tumeweka parokia moja na wewe. Tumeweka parokia, sasa nimekuja pale yani sasa himo. Sio himo, wewe ni himo. Asanya juu. Basi tuseme pale Sanya juu. Naishi pamoja sasa. Sasa chumba changu ni hiki, chumba changu ni chako. Yani mahusiano ya kiutu. Yani hata kwenda kanisani, kama sijaamka umetoka kanisani, unagonga mlango. Baba askofu vipi? Upo au upo? Unakuta nimesha kwenda. Baba askofu vipi? Upo au upo? Nipo. Nimeshindwa tu kuamka. Sasa we unakwenda tu, unakwenda misa, unarudi unakula hapo mezani mwenyewe, unakwenda kwa Maasai kutoa utume. Sasa ukishaitwa mchana, sasa tulikuwa tunapita tukasikia harufu ambayo sio ya kawaida. Mambo yameshabadilika. Mnafikiri tulivyo wazuri hivi, ni masaa 6 tu harufu inaanza kubadilika. Tunajiona watu wa maana sana. Masaa 6 tu tusipopata huduma kwa haraka, hasa wale walio na afya njema, tayari hali imeshabadilika. Huko kwenye korido watu hawapiti tena. Sasa wewe ukijaitwa huko Umasaini, tuwe na mahusiano mema. Mahusiano ya kindugu. Ni ndugu yako, ipadi mwenzako. Tumsifu Yesu Kristo. Baba paroko, umelalaje baba? Hata kama hataki, msungue, gonga mlango tu. Wewe gonga mlango tu, siku moja atasema kwa kweli haka katoto, ngoja tu basi, yani hapo labda ni sauti ya Yesu. Atakwambia, yani ataja kusifu sana baadaye. Nakwambia, gonga mlango tu. Atakwambia ni kwa nini unanisumbua baba? Yani ni dhamiri inahangaika baba. Na siku kama umelala salama baba. Sasa huku mnaondoka tu, mnamaliza misa, unaingia kwenye gari. Ukijaitwa, alikufa saa 6 usiku. Harufu sasa kule barazani. Aibu kubwa. Sasa mahusiano ya kindugu. Tuna mahusiano ya kindugu. Mahusiano mema ya kindugu. Mahusiano mema ya kindugu. Ya kiinjili. Yesu anasema tupendane. Ya kipadri. Kwa hiyo tusaidiane kipindi hiki cha sinodi. Kweli tukimaliza sinodi hii, mapadi wangu hapa jimboni, sisi ambavyo ni vinara, yani ni sisi tunatoa ile sauti, tunasimama huko kanisani, tunaposoma neno la Mungu, tunapohubiri, watu wote wanashangaa, wanatuelekea. Yani ili tuwe hivyo, ni lazima na huku ndani yetu tuwe vizuri. Yani tumeona Yesu, yani ni special kwa sababu ya uadilifu wake, ya uchaji wake, ya utakatifu wake. Anapoongea tu ni Mungu anaongea. Watu wanapigwa na ile sauti kwenye mioyo yao.
wanaona there is something special here. Sasa na sisi kweli hatuwezi hata kufanikiwa kwenye wito wetu wa kipadi kama hatuna mahusiano mema na mapadi wenzetu, kuanzia pale tulipo, kuanzia vikarieti tulio, kuanzia jimbo tulipo, kuanzia kanisa tulipo, kanisa la Tanzania. Sasa itakuwa ni nini? Kumbe haya ni maisha ya kipagani. Tusiendelee kukaribisha maisha ya kipagani katika maisha yetu, na hasa mwaka huu. Baba Mtakatifu Francisco amesema namna nzuri ya mahusiano na mawasiliano ni kusikilizana, na akaomba sana tubomoe ukuta na tujenge madaraja. Amesema kuna kuta nyingi sana tumejiwekea, tuondoe makuta hayo, tujenge madaraja ya mahusiano ya undugu, mahusiano ya maisha ya Kikristo, na hapo tutafurahia maisha ya kiinjili. Kumbe ndugu zangu, ni waombe tuvunje na sisi, kuanzia na askofu, kuanzia na mapadi, kuanzia na watawa na Wakristo, tuvunje hizo kuta, tuondoe beria hizo za mahusiano mema, tuvunje, tujenge madaraja ya utu, madaraja ya kiinjili, madaraja ya undugu, madaraja ya wana wa Mungu, madaraja ya wana walioumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, tunaoheshimu wito wa kila mmoja wetu. Hitimisho, tunamwomba Bwana Yesu aliyetushirikisha upadi wake, tunapotoka hapa leo, tunamwomba tunapoanza mwaka mpya tena wa kuishi upadi wetu, hali atujalie hali mpya zaidi, hali iliyojaa baraka zaidi, hali iliyojaa matumaini zaidi, hali ya kuendelea kuupenda upadi, kuutunza upadi, kuuchangamkia utume wa kipadi zaidi na zaidi, huku tukiwa tumejaa furaha ya kiinjili. Tumsifu Yesu Kristo. Samahani kwa kuwachokesha Sasa tuko kwa waamini wa Kristo. Waamini wapendwa, napenda niwashukuru sana kwa uwepo wenu. Masista wetu na watawa wa kiume pia ambao sio mapadri, tunawashukuru mno kwa uwepo wenu kusali pamoja na sisi. Waamini walei watawa kwa uwepo wenu, lakini kama nilivyosema pale mwanzoni, jinsi mnavyotubeba, mnavyotembea pamoja nasi huko kwenye maparukia, kama sio nyinyi tungeshindwa utume kwa hakika. Lakini tunapowaona mnavyotupenda, mnavyotuhudumia kwa furaha na kwa bidii kubwa, na sisi hata pale ambapo tunaonekana tuko wanyonge, tunajitahidi kufanya vizuri zaidi kwa sababu yenu. Yaani kama mnatuamsha. Tunawashukuru mno. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapenda na kuwabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.